chukua kitabu, chukua Biblia, weka akili pamoja. So tulikuwa na swali kwamba ni vyema kujiuliza ni lini mara ya mwisho ulipotoka nyumbani kwako na ukaenda porini au mlimani au sehemu yoyote ya kujitenga na kuomba? Glory to God. Hallelujah. So ni swali ambalo ni vyema kujiuliza. So unaweza kwenda kanisani asubuhi kuomba. Unaweza kaenda kanisani asubuhi kuomba pia kwa sababu una mambo ya kuombea. Hallelujah. Unaweza kaenda kanisani asubuhi kuomba kwa sababu una mambo ya kuombea au una watu wa kuombea. Unaweza enda kanisani asubuhi kwa ajili kwamba una mambo ya kuombea ama una watu wa kuombea. Watu wa kuombea. Hallelujah. Lakini vizuri pia kuangalia vile Yesu aliomba kwa ajili ya ulimwengu wenye dhambi. Yesu alikuwa kwenye ulimwengu wenye dhambi. Jifunze kwa Yesu pia. Pepa ule mzigo. Pepa ule mkuwa na ule msongo wa kuombea watu. Hallelujah. Glory to God. Tuliona kwenye Waebrania 5:7, yeye siku hizo za mwili wake alimtolea yule awezaye kumwokoa na kumtoa katika mauti. Maombi na tua pamoja na kulia sana na machozi akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu. So aliomba kwa machozi. Hallelujah. So kabla haujazungumza na wanadamu kwa ajili ya Mungu, jifunze kuzungumza na Mungu kwa ajili ya wanadamu. Kabla hujazungumza na watu kwa ajili ya Mungu, jifunze kuzungumza na Mungu kwa ajili ya wanadamu, kwa ajili ya watu. Anza na Mungu. Glory to God. Before uende uhubirie watu Injili, before uzungumze na watu kuhusu Mungu, anza na Mungu kuhusu watu. Hallelujah. Glory to God. Kabla hujazungumza na wanadamu kwa ajili ya Mungu, jifunze kuzungumza na Mungu kwa ajili ya wanadamu. Jifunze kuanza na Mungu. Glory to God. So hakuna mfufi wa roho za watu mwenye shauku ambaye haugui na kujitaabisha katika maombi. Hakuna mfufi wa roho za watu, mfufi si wa samaki. Hakuna mfufi wa roho za watu mwenye shauku ambaye haugui na kujitaabisha katika maombi. Hakuna mfufi wa roho za watu mwenye shauku ambaye haugui, hana msiko, hana ule msongo ndani yake, achemki ndani yake, haugui na kujitaabisha katika maombi. So mtu yeyote ambaye ni mfufi wa roho za watu ataugua na atajitaabisha kwa ajili ya kuomba. Hallelujah. Tuliona Wakolosai 4:12, Epafra aliye mtu wa kwenu, tuliomba ile. So Epafra anaitwa mtumishi wa Kristo. Epafra aliitwa mtumishi wa Kristo kwa sababu alitoa kielelezo cha huduma ya Kristo. So Epafra aliitwa mtumishi wa Kristo kwa sababu alitoa kielelezo cha huduma ya Kristo. Alikuwa kama motel kwa huduma ya Kristo. Alikuwa kielelezo. So anaitwa mtumishi wa Kristo. Anaitwa mtumishi wa Kristo. Paulo anasema siku zote anafanya bidii kwa ajili yenu katika maombi. Paulo naye anasema kwamba anafanya bidii kwa ajili yenu. Paulo anasema siku zote anafanya bidii kwa ajili ya watakatifu katika nini? Maombi. Hallelujah. Katika maombi. Wakolosai 1:29. Wakolosai 1:29. Nami nakitaapisha kwa neno hilo hilo, nikijitahidi kwa kati ya kutenda kazi kwake atendaye kazi ndani yangu kwa nguvu. Nami nakitaapisha. Unaona? Nami nakitaapisha. So muamini anahitaji kujitaapisha.
kwa ajili ya mambo ya Mungu. Glory to God. So hii inatuonyesha mambo ya Mungu si mchezo, si lele mama, yani si mchezo. Mambo ya Mungu, mambo ya roho inahitaji kujitaabisha. Unajitoa. Una create muda wakati muda haupo. Una create muda wakati muda haupo. 1 Timothy chapter 6 verse 12. 1 Timothy chapter 6 verse 12. Pika vita vile vizuri vya imani. Shika uzima ule wa milele ulioitiwa. Ukaungama maungamo mazuri mbele ya mashahidi wengi. So anasema pika vita vile vizuri. So mambo ya roho ni vita. Haleluya. Mambo ya roho ni vita. Pika vita vile vizuri. So vile tuko hapa usiku wa leo, ni nini tunafanya? Ni vita. Haleluya. Tunapika vita. Kuna vitu tunaharibu katika ulimwengu wa roho. Kuna majitu tunatiisha. Kuna miungu tunatiisha. Haleluya. Maana Biblia inasema kwamba aliwaambia waende wasaane, watawale na watiisha. Haleluya. So kwenye maombi tunatiisha viumbe. Glory to God. Viumbe ambavyo vimekaa katika maisha watu. Viumbe ambavyo vimekaa kwenye anga za watu. Tunatiisha hiyo viumbe. Glory to God. So maombi ni vita. Maombi ni vita. 2 Timothy chapter 4 verse 7. 2 Timothy chapter 4 verse 7. Nimevipika vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. So angalia tu neno nimevipika vita. Kuna vita. Mambo ya huduma ni vita. Mambo ya huduma ni vita. Mambo ya kuhubiri injili, mambo ya kuilinda, ya kukaa kwenye neno la kweli, kumake sure kwamba hayo maarifa hayo ni vita, kutetea neno la Mungu. Kwa hivyo maombi ni vita. Maombi ni mashindano ya roho. Maombi ni vita. Maombi ni mashindano ya roho. Nataka kuambia kwamba tunapoomba kuna vitu tunaangusha. Kuna vitu hata kwenye maisha yetu ambavyo vimekaa vinaondoka kwa jina la Yesu. Haleluya. Glory to God. Haleluya. So maombi ni vita. Maombi ni mashindano ya huduma. Maombi ni mashindano vita, maombi ni mashindano ya roho, maombi ni mashindano ya huduma. Maombi ni mashindano ya huduma. Si mtumishi ambaye anataka kuinuka na kumtumikia Mungu kwa ukuu sana, anafaa afanye nini? Aombe, si ndio? Sasa maombi ni mashindano ya nini? Ya huduma. Unataka kuinuka, unafaa ufanye nini? Sikiza. Kushindana kwetu hapa kwa kuinuka ni mtu kufanya nini? Ni bidii yako kuomba. Maana mtu anayeomba hata linganishwa na mtu ambaye haombi. So mashindano yetu hapa kihuduma ni namna unavyoomba. Glory to God. Maombi pia ni mashindano ya watumishi. Maana mtumishi anafaa aonekane kuwa ni shujaa, aonekane kuwa ana moto kwa eneo la maombi. Hallelujah. Glory to God. Mtu asiyeomba mimi siku zote sema mtu asiyeomba hawezi fanana na mtu anayeomba. Hallelujah. So kushindana kwetu hapa ni watu kuomba. So kama uombi inakula kwako. Kuna maombi yanahitaji uondoke hapo ulipo. Kuna watu wamekaa kwenye comfort zone. Kuna maombi utaomba ili utoke hapo ulipo. Ndio nakwambia maombi ni mashindano. Ni mashindano ya huduma, ni mashindano ya watumishi. Hatupikani vita vya kimwili. Tunapoomba ndio tunainuka.
Maana asiyeomba tutajua kabisa haombi. Maana atajikuta anaenenda mwilini. Haleluya. So maombi yanahitaji uondoke hapo ulipo. Ikiwa utakiwi au huwezi hata kutoka mbali na mahali ulipo ili kuomba, una maisha ya aina gani ya maombi? Yaani ikiwa namaanisha maombi inakutaka pia, wakati mwingine toka kwenye kitanda, toka kwenye nyumba, enda mahali ukaombe. Glory to God. Hallelujah. Toka kwenye maeneo, toka kwenye nyumba ambayo ni comfort zone, enda kwa distance, enda mahali, jifungie mahali upate kuomba. Glory to God. Hallelujah. Narudia, maombi wakati wote, maombi ambayo ni ya kwa nyumba kwako. Chukulia ni nyumba ambayo wakeni wako na wakeni wamekuja kustay kiasi. Sasa mwezi mzima hutaomba kama wamekuja mwezi mzima. So maombi yako itakuwa tu, Baba tunakushukuru, tunakutukuza kimoyo moyo, chini chini. Kuna wakati unahitaji ufanye nini? Utoke hapo. Haleluya. Ili uende kuomba. Maombi hayawezi kukupelekea kulala. Maombi hayawezi kukupelekea kulala. Maombi yanakuongoza kwa maombi. Yaani maombi yanakuongoza kwa maombi zaidi. Maombi inakuongoza kwa maombi zaidi. Maombi inakuongoza kwa uinjilisti, shughuli za kiroho. Maombi yanakuongoza kwa maombi zaidi. Maombi yanakuongoza kwa maombi zaidi, yanakuongoza kwa uinjilisti, yanakuongoza kwa shughuli za kiroho. Na unapomaliza shughuli hiyo ya kiroho, unarudi kuomba tena. Ni msunguko tu. Maombi yanakuongoza kwa maombi zaidi, uinjilisti, shughuli za kiroho, na unapomaliza shughuli hiyo ya kiroho, unarudi kuomba tena. Hakuna mapumziko kwa maombi. Hakuna mapumziko kwa maombi. Huwezi kuomba na kuacha kuomba. Hakuna mapumziko kwa maombi, na huwezi kuomba na kuacha kuomba. Hauja mimi nimeacha kuomba, nimetosheka. Kumbuka, ombeni bila kukoma. Unaomba na kuomba tena. Elia aliomba na kuomba tena. Alikuwa mtu wa maombi mpaka akanukuliwa kwenye nyaraka. Nimesema hakuna pumziko kwa maombi. Huwezi kuomba na kuacha kuomba. Unaomba na kuomba tena. Mfano, Elia aliomba na kuomba tena, na alikuwa mtu wa maombi mpaka akanukuliwa kwamba alikuwa mwanadamu kama sisi, na aliomba na akaomba. Si kila maombi yatakuwa ya utulivu. Si kila maombi itakuwa ya utulivu kimya kimya. Mengi ni ya sauti kubwa, yenye shauku na msiko, yenye machozi. Nasema hivi, si kila maombi yatakuwa ya utulivu, yaani ile ya kimya kimya. Si kila maombi kuna wakati mwingine ndio inawezekana kwa sababu ya mazingira. Lakini si kila maombi yatakuwa nini? Ya utulivu kimya kimya. Mengi nimesema ni ya sauti kubwa, yenye shauku na mziko, yenye majosi. Yenye majosi. Kwa nini? Kwa sababu maombi yenyewe ni mkokoro. Maombi yenyewe ni mkokoro. Kama umeshawahi kumbana na mtu, ile mkokoro, mna mkokoro na mtu,
Maombi, usifikie maombi haina starehe. Maombi ni vita katika ulimwengu wa roho. Kuna falme zinaanguka, unatisha viumbe, unatisha miungu. Kuna mambo yanatengeneza katika ulimwengu wa roho. Kuna watu wanaokolewa katika ulimwengu wa roho tunapoomba. Hallelujah. Glory to God. So maombi yenyewe ni mkokoro. Maanake lazima haya mambo yatadhihirika. Huwezi kuomba bila kuchali. Ni lazima uwe na wasiwasi, yani concerned. Uwe concerned na maisha ya watu waliopotea. Huwezi kuomba bila kuchali, yani unaomba tu. Lazima uwe concerned. Lazima uwe concerned na maisha ya watu waliopotea unapoomba. Unaomba kwamba naona watu wakiokolewa kwa jina la Yesu. Wanaokolewa kwa nguvu za Mungu. Wanaokolewa kwa Injili. Watumishi wanapatikana. Shamba la Bwana linapokea watendakazi wa kutosha. Hallelujah. Glory to God. Machozi ya mvuvi wa roho yapo katika maombi. Machozi ya mvuvi wa roho yapo katika maombi. Hupatikana kwa jinsi anavyoomba. Machozi ya mvuvi wa roho yapo katika maombi, hupatikana kwa jinsi anavyoomba. So unavyoomba, mtu anakuwa na msongo, anaugua kwa ajili ya watu wengine. Machozi ya mchungaji ni katika maombi. Machozi ya mchungaji ni katika maombi. Mchungaji lazima ajifunze kulisimamia kundi katika maombi kuliko anavyotoa maelekezo. Nimesema machozi ya mchungaji ni katika maombi. Mchungaji lazima ajifunze kusimamia kundi katika maombi kuliko anavyotoa maelekezo. Ukitoa maelekezo bila maombi, watu hawatafanya. Halafu unaanza kusema watu hawafanyi kazi ya Mungu, watu wafanye hivi, watu hawatoi, watu wafanye sijui what. Ni kwa sababu hauombi. Glory to God. Nazungumza hivyo kwa sababu hapa kanisani kuna watu wanasimamia makundi. Ni wachungaji wa watu hapa. Unahitaji kuomba. Unahitaji kuomba. So ukiona eneo lako linalemea, unakaa chini unajiangalia. So si maelekezo pekee. Maelekezo yasiwe mengi kuliko maombi. Maombi yawe zaidi ya maelekezo. Glory to God. Maagizo yako yanakuwa muhimu zaidi unapoweza kuomba. Maagizo yako yanakuwa muhimu zaidi unapoweza kuomba. Sitaka umesikia hiyo. Nasema hivi, maagizo yako yanakuwa muhimu zaidi unapoweza kuomba. Hata kwa waimbaji, kama unataka wapatikane Jumamosi, una kazi ya kufanya. Hii swala kusema kama ujeni jamaa wako tu busy au wapatikani, no. Ukijitoa kwa kuomba na wewe kufanya nini? Kuwa kielelezo cha kupatikana hiyo Jumamosi, masaa yenye unawataka, haki utawaona. Nguvu za Mungu zitakuwa zinawafuta wanakuja. Wanakuwa na shauku ndani mwao ya kuonekana, ya kutaka kufanya hicho kitu. Pastor anakuambia kundi langu watu waombi. Okay, watu waombi. Unamaanishaje? Unawaombea kiasi gani hapo watu? Pastor, unajua wanaombea nikienda kulala. Tenga muda wa kutosha uwaombee, wataamka kutoka usingizini. Glory to God. Hallelujah. I hope tunajifunza kitu. Glory to God. So maagizo yako yatakuwa ya muhimu zaidi maagizo yako yatakuwa ya muhimu zaidi unapofanya nini? Unavyoweza kuomba. Kristo aliweka kondoo wake katika maombi. Kristo aliweka kondoo wake katika maombi. Anaongoza kondoo katika maombi. Mchungaji, mtu yeyote ambaye amesimamia seli, amesimamia kundi, Matthew, ombea kurubu lako.
Oh, nafikiri tuko hapa leo. Uko hapa. Ukiona wapatikani wameanza ibada kisha wanachukua vikapu wakienda, enda makotini. Maana maelekezo yako ya kuwashika itafanya tu kazi wakati ambapo unaomba zaidi. Haleluya. Waombe. Maana usipoomba nakwambia sasa yaani itakuwa ndio mtindo. Baadaye Mungu ni mwaminifu, mnajifunza kulea. Ndio wakati ujao mtu wakati mwingine kabla before ingia kanisa kwa kufungua kanisa. Kitu inakwambianga nikiingia hivi. Nakwambia nitakuwa napika tu injili watu wanakuja tu wakisikia tu sauti wanakuja. Ya. Maji utakuta watu 10. Leo tumejaa. Anatondoka mmoja Sunday, mwingine Sunday, mmepaki watatu. Kunaendana mnapaki wawili. Tufunge ama tufanyeje? Ombea kundi. So saimu nalea. Haleluya. Sister Maki. Njoni kundi langu la maombi. Unaona jamaa wanakula tu kona hivi, wengine ni kama wengine wanaongea wawili hapo. Na wanasikia vizuri umeitana mkutano na wakuchi. Kuna shida mahali. Haleluya. Unahitaji kuwatekenyea wapi? Washikia eneo la waombe. Glory to God. Maana maelekezo yako yatakuwa ya muhimu tu wakati ambapo maombi ni zaidi. Haleluya. So ongoza watu wako kwa maombi kama Yesu. Matendo ya Mitume 1:14. Matendo ya Mitume 1:14. Hao wote walikuwa wakitumu kwa moyo mmoja katika kusali pamoja nao wanawake. Wanawake walikuwemo na Mariamu mama yake Yesu na ndugu zake. So mama yake Yesu pia alifanya nini? Alitumu katika kuomba. Matendo ya Mitume 1:14. Hao wote walikuwa wakitumu kwa moyo mmoja. Moyo mmoja maana yake walikuwa wanafanya kitu kimoja. Wakikutana ni kitu kimoja. Wanashirikiana. Wakisema tufanye hivi wanafanya. Katika kusali. So walikuwa wanafanya in one accord. Pamoja nao wanawake. So wanawake walikuwemo pia. Sasa sisi wala kwanza kusema ujue pastor ukitupeleka mwendo mrefu wa kuomba tujali pia sisi wanawake. Hata hapa walikuwemo wanaomba mpaka mamake Yesu aliomba. So kwenye eneo la maombi hakuna mtu special wa kufanya nini? Kwenye maombi hakuna mtu special wa kusema sasa huyu acha tumweke kando tumhurumie. We need to pray all. Hallelujah. Tunaomba. Waliendelea katika maombi na kusali ama na sala. Matendo ya Mitume 2:42. Acts chapter 2:42. Acts chapter 2:42. Wakawa wakitumu katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kuumeka mkate na katika kusali. Haya mambo yote walikuwa nafanya pamoja. Kumbuka maombi haikosi. Fundisho likiwa mahali, ushirika, kuumeka mkate, maombi inakuwa pale. Glory to God. Waliendelea kutumu katika mafundisho ya mitume pia anatacha kusali au maombi. So kumbuka wanafunzi wapya walipokuwa wanapatikana, immediately wanapelekwa kwa mafundisho na maombi. Haleluya. Wanashirikishwa mambo ya ushirika, kila kinafanywa pale. Washirika wa leo, yani waamini wapya wa leo ndio tofauti. Baada kisha amechukua kitabu ameenda. Wanafaa washawishiwe, wanaongeleshwa kwamba hapa kuna matarasa, hapa kuna mambo ya aina hii. Glory to God. Maana ili apate kukua. Matendo ya Mitume 3:1. Acts chapter 3:1. Basi Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni saa ya kusali saa 9. Watu wanakuwa na masaa ya kusali. Glory to God. Petro na Yohana walikwenda hekaluni saa ya maombi. So watu wanafaa wawe na saa yao ya maombi. Wewe binafsi kwenye vikundi wawe na masaa ya kuomba. Glory to God. Matendo ya Mitume 4:31. Acts chapter 4:31. Acts chapter 4:31.
Hata walipokwisha kumwomba Mungu, mahala pale walipokusanyika pakatikiswa, wote wakajaa Roho Mtakatifu, wakanena neno la Mungu kwa ujasiri. Maana mambo ya roho yalihusika pale. Madhihirisho ya roho yalionekana pale. Glory to God. Anasema wote wakajaa nini? Roho. So kwenye eneo la maombi kuna kujaa roho, kuna kupata ujasiri na kulisema neno la Mungu. Glory to God. Wakanena neno la Mungu kwa ujasiri. So kwenye eneo la maombi kuna kujaa roho pamoja na kulisema neno la Mungu katika ujasiri. So watu wanatoka kwenye eneo la maombi, wanenda wanamhubiri Kristo kwa ujasiri. Glory to God. Na walipokwisha kuomba, waja tu. Matendo ya Mitume 6:4. Na sisi tutatumu katika kuomba na kulihudumia lile neno. Matendo ya Mitume 6:4. Acts chapter 6 verse 4. Na sisi tutatumu katika kuomba na kulihudumia lile neno. So tunajitoa katika huduma ya neno na maombi. Tunajitoa katika huduma ya neno na maombi. Ndio leo unaona kwenye ibada zetu tunajifanya nini? Tunajitoa katika huduma ya neno na pia tunaomba. Tunajifunza, tunaomba. Glory to God. Hallelujah. Matendo ya Mitume 6:6. Matendo ya Mitume 6:6. Ambao wakawaweka mbele ya mitume, na walipokwisha kuomba wakaweka mikono yao juu yao. Maombi. Nataka kuone maombi. Walipokuwa wameomba wakaweka mikono juu yao. Haleluya. So kuna watu wanachakuliwa katika eneo la maombi. Wakati watu wanaomba, watu wanatumwa. Haleluya. Watu wanawekewa mikono. Huduma zinasaliwa katika kanisa. Haleluya. Matendo ya Mitume 9:11. Matendo ya Mitume 9:11. Matendo ya Mitume 9:11. Bwana akamwambia, simama, enenda zako katika njia iitwayo Nyofu, ukaulize katika nyumba ya Yuda mtu aitwaye Sauli wa Tarso, maana angalia anaomba. So Sauli alikuwa anafanya nini? Anaomba. Sauli wa Tarso alikuwa akiomba. Matendo ya Mitume 10:2. Matendo ya Mitume 10 verse 2. 10 verse 2. Mtu mtaua, chachi wa Mungu, yeye na nyumba yake yote, naye alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi na kumwomba Mungu daima. Huyu ni Kornelio, mtu ambaye hajaokoka. Hata yeye alikuwa anafanya nini? So hata kwa watu wa mataifa walikuwa wanafanya nini? Watu ambao hata hawajaokoka, hawana Mungu. Kornelio alimwomba Mungu. Matendo ya Mitume 12:5. Matendo ya Mitume 12:5. Matendo ya Mitume 12:5. Basi Petro akalindwa gerezani, nalo kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Kanisa nzima liliomba bila kukoma kwa Mungu. So Petro alipokuwa gerezani, watu walifanyaje? Matendo ya Mitume 13:1-2. Acts chapter 13:1-3-2. Na huko Antiokia katika kanisa lililokuwako palikuwa na manabii na walimu, nao ni Barnaba na Simeoni aitwaye Nikeri na Lukio Mkirene na Manueli aliyekuwa ndugu wa kunyonya wa mfalme Herode. Hata mtu kutoka kwa nyumba mfalme Herode na Sauli. Basi hawa walikuwa wakimfanyia Bwana ibada na kufunga. Roho Mtakatifu akasema, nitengeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Hii mambo ilifanyika wapi? Kwenye maombi pamoja na ibada kwa Bwana. Haleluya. So walifunga pamoja na kuomba. So kwenye maisha ya muamini anahitaji pia awe mtu wa kufunga pamoja na kuomba. Kitabu cha Matendo ya Mitume ni kitabu cha maombi. Kimejaa maombi ndani. Bali ni vitabu vya Matendo ya Mitume ndio tunavisoma tu. Matendo ya Mitume 14:23, Acts chapter 14:23, Acts 14:23. Na walipokwisha kuwachakulia wasee katika kila kanisa na kuomba pamoja na kufunga, wakaweka
wakawaweka katika mikono ya Bwana waliyemwamini. Maombi, waliomba kwa kufunga. So kuna kuomba na kufunga. Si kufunga tu njaa. Make sure wakati umefunga unaomba. Hata Sunday nilisema waliomba kwa kufunga. Matendo ya Mitume 16:25. Acts chapter 16:25. 16:25. Lakini panapo usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakimuomba Mungu na kumwimbia nyimbo za kumsifu, na wakafungwa na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. So hapa Paulo na Sila walikuwa gerezani kwa sababu ya Injili. Lakini wakiwa humo ndani, Biblia inasema walikuwa wakimuomba nani? Mungu. So unapokuwa kwenye hali fulani, unahitaji kuwa katika maombi. Glory to God. Alafu kuna kitu amesema wakimwimbia Mungu nyimbo za kumsifu. So inaonyesha kwamba walikuwa wanasemea vizuri ama wanasema upora wa kazi ambayo Kristo alifanya kwa ajili yao. Haleluya. Lakini walikuwa wanaisema kupitia zile melody, kupitia kuimba. So kupitia uimbaji wao walikuwa wanasema upora au uzuri wa kazi ya nani? Ya Kristo. Kwa njia nyingine walikuwa wanaheshimu kazi ya Kristo hata kama wako gerezani. So walikuwa wanafanya nini? Wanamfanyia Mungu ibada na wako gerezani. Glory to God. Hallelujah. Paulo na Sila waliomba. Paulo na Sila waliomba. So swali, ikiwa muamini aombi, je, anasoma Biblia gani? Maana vitu zenye tumeona ni maombi imejaa. Ikiwa muamini aombi, je, anasoma Biblia gani? Maana Biblia imejaa maombi. Kama aombi, anasoma Biblia gani? Warumi 12:9. Warumi 12:9. Warumi 12:9 nasema, kwa tumaini mkifurahi katika dhiki, mkisubiri katika kusali, mkitumu. Maombi. Wakolosai 4:2-3. Wakolosai 4:2-3. Tumuni sana katika kuomba, mkikesha katika kuomba, huku na shukurani, mkituombea na sisi pia, kwamba Mungu atufungulie mlango kwa lile neno lake, tuinene siri ya Kristo ambayo kwa ajili yake limefungwa. Wafilipi 4:6-7. Yaani kama muamini aombi ni swali tu, yeye usoma Biblia ipi? Wafilipi 4:6-7. Msikisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu zijulikane kwa Mungu. 7. Na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Hiyo ni Wafilipi 4:6-7. 1 Thessalonians chapter 5:17. Ombeni bila kukoma. 1 Thessalonians chapter 5:17. Andika pia 2 Thessalonians chapter 3:1-2. 2 Thessalonians chapter 3:1-2. Hatimaye ndugu, tuombeeni neno la Bwana lienee na kutukuzwa vile vile kama ilivyo kwenu, tukaokolewe na watu wasio haki wabaya. So haya ni maombi. Tunapoomba tunaombea watumishi kwa ajili ya kuokolewa, hivyo hivyo pia wanapohubiri neno la Mungu lienee kupitia wao. So tukiokolewa na watu wasio haki wabaya, maana si wote walio na imani. Inawezekanaje inawezekanaje kusoma Biblia usione maelekezo thabiti ya maombi? Yaani kama tu mtu unasoma Biblia na uoni maelekezo ya maombi, una kasoro. Waefeso 6:18. Waefeso 6:18. Waefeso 6:18. Kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika roho, ukikesha kwa jambo hilo na kutumu katika kuombea watakatifu wote. Maombi. Alafu muamini anasema ati sina mahitaji ya kuombea. Na mahitaji imejaa. Haya maelekezo unaambiwa uombe na unapewa nini cha kuombea. Kuomba kila wakati. Paulo anasema mkikesha. Hakuna mahali kuna maagizo ya kuacha kuomba.
kwenye Biblia. Hakuna mahali kuna maagizo ya kuacha kuomba. Wewe kama hutaki kuomba, nakwambia wewe uko nje ya neno la Mungu, uko nje na mpango wa Mungu. Hakuna agizo la kusema ombeni kidogo. Hakuna agizo la kusema ombeni muda kidogo. Hakuna agizo linasema watu kama wamechoka sasa usiwaombeshe. Watu wanaomba wao wamechoka, wao hawajachoka, you need to pray. Omba bila kukoma. Hebu niwaulize, wakati mama anataka kujifungua. Wakati mama anataka kujifungua, kuna wakati mama huchoka na bado mtoto hajakuja. Aiwa mama ampo. Mama mmoja atuelezee. Wakati mama anataka kujifungua, anasukuma mtoto mpaka si mama huchoka. So wakati anachoka, nguvu zinaisha na mtoto hajatoka, nini hufanyika? Wale wako hapo wanamwambiaje? Na sasa unapembelezwa. Hata kofi utapata. Utalazimishwa. Utaua mtoto wewe. So, muamini anahitaji kusukumwa kwa kuomba. Haleluya. Maana kuomba ni agizo. Kuomba haijapewa ati ni excuse ati you choose either you pray or not. Unasukuma uombe. Haleluya. You need to push mpaka kitu kipate kuonekana. Haleluya. Glory to God. So, kuomba kila wakati. Paulo anasema mkikesha. So hakuna tumeona hakuna mahali agizo la kusema kuacha kuomba. So huwezi kuomba vya kutosha kwa sababu matokeo ya maombi ni kuomba zaidi. Yaani huwezi ukasema nimeomba vya kutosha. Haina shida. Hata sisi tunamaliza. Ama tumalize ungaja tu tumalize tutoke watu. Tuombe pamoja. So tumesema huwezi kuomba vya kutosha kwa sababu matokeo ya maombi ni kuomba zaidi. Hallelujah. Glory to God. Glory to Jesus. So nini? Anitairu nimeifunika. Nimesema hivi. Huwezi kusema umeomba, yani hakuna, huwezi sema umeomba vya kutosha. Maji wewe uliandika? Msomee basi. Mimi nimeandika huwezi kuomba vya kutosha. Matokeo ya kuomba ni kuomba zaidi. Ni hivyo tu. Huwezi kuomba vya kutosha. Unasema ati naomba vya kutosha. Unajua sasa mimi maombi bwana, hii maombi imetosha. No. Unapoomba maombi na kuelekeza kuomba zaidi. So meso kabos. Fundisho, pande ya fundisho boss.